Amesema hayo katika maonyesho ya kitaifa ya biashara yaliyofanyika mkoani Morogoro akiwa katika banda la mamlaka mapato Tanzania TRA, wakati akizungumza na waandishi wa habari walipokuwa wakifanya naye mahojiano. Kwa mkoa wa Morogoro mwamko ni mkubwa. Tunawashukuru kwanza walipa kodi, wameendelea kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi zao, lakini na kufuata sheria nyingine za kodi ambazo hatuna changamoto yoyote na walipa kodi au vyama vya walipa kodi. Tumeendelea kufanya nao mashauriano pale inapojitokeza changamoto ya mtu mmoja au mwingine kwa ajili ya kuweza kulipa kodi zao kwa wakati bila shuruti. Kwa hiyo kikubwa sana tunawasisitiza kuendelea kutoa risiti kwa mauzo yote wanaofanya, na wananchi pia kuendelea kudai risiti kwa manunuzi. Aidha, Bwana Chacha ameeleza dhumuni la TRA kushiriki katika maonyesho hayo. Watija kwa katika maonyesho ya biashara kwa mkoa wa Morogoro kuanzia tarehe 20 na tunategemea tutamaliza tarehe 30. Dhumuni kubwa kama mamlaka ya mapato Tanzania, kwanza sisi ni wadau wakubwa wa sekta ya biashara. Kama tunavyotambua kazi muhimu ya TRA ni ya kukusanya mapato, lakini katika maonyesho haya tuko kwa ajili ya kutoa elimu kwa walipa kodi katika masuala mbalimbali ya kodi. Tunawafundisha wale wanataka kuanza biashara, lakini na wale ambao wanaendelea kufanya biashara, lakini na wale wafanya biashara ambao wameshiriki katika maonyesho. Pia tunasikiliza changamoto na kutatua changamoto mbalimbali za kodi kwa wale ambao wana changamoto. Lakini huduma nyingine tunayoifanya katika maonyesho haya ni utoaji wa tini kwa wananchi na walipa kodi. Tunatambua pia mtu yoyote mwenye miaka 18 anapaswa kuwa na TIN namba. Kwa hiyo hata kwa wale wananchi wanaokuja hawana tini, tunawahimiza waweze kuja kwenye banda letu kwa ajili ya kupata tini, na watahudumiwa na maafisa ambao wako hapa wataweza kuwapa tini. Lakini vile vile tuko na dawati la uwezeshaji biashara. Hii dawati la uwezeshaji biashara lilizinduliwa na kamishna mkuu, na bahati nzuri alizindua mkoani kwetu Morogoro mwezi wa 8. Hili liko kuwatambua na kuwasikiliza walipa kodi. Kwa hata wale wajasiriamali wadogo tunawaalika kwenye banda letu kwa ajili ya kuweza kutambua kama wajasiriamali, na tunaweza kuwapa elimu na kuwasikiliza changamoto zao wanazozipata, lakini pia tunaweza kuwawezesha kwa ajili ya kufanya biashara zao na waweze kuzirasimisha ziweze kuwa rasmi ili waweze kupata faida huko mbele. Vile vile tuko hapa kuwaonyesha hata wale walipa kodi wengine ambao wanahudumiwa kwenye ofisi zetu mbalimbali. Sasa hivi ofisi yetu ina sanduku la maoni la kidijitali ambao tunatumia QR code. Mtu akipata huduma ofisini kwetu au kwenye mabanda kama haya, ana uwezo wa kuskani na akatoa maoni, ni nini tuboreshe au ni anaona vipi huduma alipopokelewa na watumishi wetu, na tumekuwa tukiyapitia hayo maoni yao kwa ajili ya kuboresha huduma za mamlaka ya mapato. Kwa hiyo nawakaribisha wananchi wa mkoa wa Morogoro na wale wa mikoa jirani ambao wamekuja kutembelea maonyesho haya kuweza kufika kwenye banda letu kwa ajili ya kuweza kupata elimu ya kodi, lakini hata wale wanaotaka kupata control namba za kulipia kodi, yote tunayafanya. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vinafanyika ofisini pia hapa vinafanyika. Pamoja na mambo mengine, pia amefafanua kuhusu namba ya mlipa kodi ya TIN namba, namna inavyopatikana na kusisitiza umuhimu wa kuwa na namba hiyo. Ni namba ya mlipa kodi. Ukiongelea tini, kirefu chake ni taxpayer identification number au ni namba ya mlipa kodi. Tini hizi ziko za aina mbili. Kuna tini isokuwa ya biashara na tini ya biashara. Tini ya biashara ni kwa mtu yule ambaye anafanya biashara. Lakini mtu yoyote kama nilivyosema mwenye miaka 18 Mtanzania anapaswa kuwa na tini. Hii tini itamsaidia katika mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, endapo atataka kupata leseni ya udereva. Huwezi kupata leseni ya udereva au na tini. Hauwezi kusajili chombo cha moto ambao umenunua gari kama hauna tini. Lakini kuna taasisi nyingine labda kufungua akaunti utakuomba tini, au ukienda kwenye taasisi labda kama NIDA wanaweza kukuomba tini. Kwa hiyo tini matumizi yake hata kwa mtu asiyekuwa na biashara ni muhimu sana, kwa sababu pia inakutambua, na hata huko mbele utakapotaka kuja kufungua biashara inawezekana usipate tini nyingine, kwa sababu tini moja inatolewa kwa mtu mmoja. Kwa hiyo kama mamlaka tumeliona hili na tayari tushaanza kutembelea vyuo. Kwa wiki iliyopita tulipata bahati, wenzetu wa Mzumbe walitualika
tukajaribu kutoa elimu kwa wale first year ambao wameanza mwaka huu, lakini tuweza kutoa tini pale na tukawaelekeza namna ya kupata tini. Kwa mtu mwenye NIDA anaweza akapata tini kwa njia ya mtandao. Ukishakuwa na NIDA, ukiingia kwenye dirisha letu la mlipa kodi taxpayer portal, kuna taarifa zako ukijaza zinachukua moja kwa moja taarifa za NIDA, utaulizwa maswali na utapata tini. Lakini ni watoe tu wasiwasi, hata kwa wale ambao wana vitambulisho vya NIDA, wakitembelea ofisi yote TRA watapata tini, kwa sababu kule lazima tumpige picha na tuchukue alama zake za vidole. Lakini tunapofanyaga mazoezi kama haya kusajili, huwa tunaenda navyo pia hivyo vifaa kwa ajili ya kuweza kuwasajili ili kuwapunguzia gharama kusafiri kuja ofisini kwetu. Ukipoteza tini yako, ukitembelea ofisi yote ya TRA utataja majina yako matatu ambayo umesajilia tini. Hapo utawezesha kupata, lakini ukitaka kuprintiwa pia kile cheti itawezekana. Kwa kama ulikuwa umeprintiwa cheti, unaweza ukaja hata na ile loss report ambayo inaonyesha kwamba bwana umepoteza cheti chako cha tini, tutakuprintia cheti chako cha tini. Lakini una uwezo kuipata vile vile hata kwenye mfumo. Kwa wale waliosajili tini zao na NIDA, akiingiza tu namba yake ya NIDA, kama anaambiwa ana existing tini, akiweka pale namba ya NIDA itamwambia tayari una tini. Ndio maana tumekuwa tukisisitiza hata wale wanaomba tini, usiombe tini zaidi ya mara moja, sababu kisha kuwa na tini ni moja.